Je, umewahi kuhisi juhudi zako peke yake hazitoshi? Unapopambana kuwa mtu bora, kujaribu kutafuta mafanikio, kuonekana wa thamani, kuonekana wa maana, lakini ndani yako bado unaona kuna ombwe au utupu mkubwa. Leo ndani ya Patakatifu Media tunakwenda kutegua huu mtego wa kujitegemea, katika somo la mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu, ambalo hapa tunalielezea katika mtazamo unaitwa problem solving approach, mtazamo wa Biblia kuwa kama chombo cha kutatua kila changamoto za sasa na za ulimwengu ujao. Tunakwenda kugundua ya kwamba vile ambavyo unaweza ukawa unaviona kwako ni vya thamani sana, kumbe ni takataka mbele za Mungu. Tunakwenda kupata jinsi ya kuwa na kile ambacho kwako kitakuwa ni cha thamani kuliko vitu vyote ambavyo mwanzoni uliona ni vya thamani kwenye maisha yako. Baba, ninakushukuru sana. Ninaomba roho wa maarifa, roho wa ujuzi, roho wa ufahamu, uwezo wa kupokea mambo matakatifu ukawe juu ya msikilizaji huyu. Roho wako akamvae, Roho wako akashike ubongo wake. Maneno haya ambayo anakwenda kuyasikia yakawe ni zawadi katika maisha yake, yakawe ni nguvu katika maisha yake, lakini yakaondoe stress na misongo ya dunia hii, na Bwana ukatawale maisha yake tangu sasa, katika jina la Yesu, amen. Nimeliweka somo hili katika kama hatua 4 za kumtegemea Mungu. Hatua 4 za kumtegemea Mungu. Hatua ya kwanza inatoka kitabu cha Wafilipi 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Onyo dhidi ya mbwa na imani potofu. Hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuandikieni mambo yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. 2. Jihadharini na mbwa, jihadharini na watendao mabaya, jihadharini na wajitakasao. Mfumo wa Mungu ni kanuni moja ambayo tunaita kuna kanuni moja inasema repetition is the mother of understanding. Kurudia kitu ndio mama wa uelewa na ufahamu. Anatumia kanuni hii ambayo Mungu ameitumia katika maandiko matakatifu ya kuhakikisha ya kwamba ukweli ambao Mungu amewafunulia Wafilipi ulio na thamani kubwa, kitu kilicho bora, utakirudia mara kwa mara. Ndio maana kama ambavyo ukila chakula asubuhi, mchana na jioni, hauchoki ukasema kesho sitaki tena kula, lakini utakula asubuhi, mchana, jioni, au kama unakula milo miwili kuanzia Januari mpaka Disemba bila kuchoka, ndivyo ambavyo utafanya hivyo kwenye neno la Mungu, kwa kujirudia kwenye fahamu zako. Halichoshi kwa lenyewe. Ukiona linakuchosha, jua kuna yule mwingine, adui, ameingiza mbegu ya kufanya usilipende neno la Mungu. Kwa hatua ya kwanza ya kumsogelea Mungu ni hatua ya onyo dhidi ya imani potofu na mbwa, lakini onyo hili linaambatana na ukweli msafi ulioupokea, uweze kuishi na kukaa nao na kuupokea kwa kujirudia, ambao utakuletea tukio ambalo amelisema mstari wa 1, kufurahi katika Bwana siku zote. Kufurahi katika Bwana ni kufurahi katika neno la Mungu, na kufurahi katika neno, unafurahi katika neno kwa kujirudia. Usiseme hili fungu nimelizoea, lisome na kulisoma na kulisoma. Ujumbe huu mzuri unaambatana na onyo kwenye hatua ya kwanza ya kumsogelea Mungu, ya kuwa na ukaribu na Mungu. Lazima ujifunze kuhepuka. Sitakuwa na maana kama sitakwambia kuna vitu vya kuepuka katika ulimwengu wa Kikristo. Paulo na Sila wakiwa gerezani pale Filipi, baada ya kuwa wameomba na kuimba na kuomba na kushukuru na kusifu, milango ya gereza ikafunguka, wakahubiri Injili, akaokolewa mkuu wa gereza, na Injili ikakua, kanisa likaanzishwa. Wakafundisha Injili iliyo safi ya kumtegemea Mungu peke yake
Yesu Kristo kama ndiye suluhisho la kila janga na kila hitaji la mwanadamu. Baadaye wanakuja Wayahudi. Tena Wayahudi hawa ni wale wale ambao walikuwa ni wamempokea Yesu, lakini wana tamaduni za kidini, sheria za maagizo ambazo zilishagongomolewa msalabani, wakizihamasisha kama sehemu ya package ya wokovu wa mwanadamu. Paulo anawaita hawa watu ni mbwa. Sasa hapa anaposema jihadhari na mbwa, hamaanishi mbwa kama wanyama wa kawaida tunawaona. Hapa anazungumzia watu wanaotaka kutuaminisha kuwa tunaokolewa kwa juhudi zetu, mila zetu na desturi za kibinadamu, hizo ambazo zenyewe zina nafasi katika wokovu wetu. Paulo anawaita watu hawa ni mbwa. Sasa anaposema mbwa, hamaanishi mbwa yule wa anayefugwa ndani, vile vipapi vidogo vidogo. Ni wale mbwa koko wa barabarani. Kwa kuna mambwa yale ya jalalani ambao mbwa wale ni mbwa koko, wanakula takataka zote, wanakula makombo, wanaumwa magonjwa, rabies, wanavichaa. Hao ndio Paulo anawafananisha na walimu wanaopita kupotosha. Kwa hatua ya kumsogelea Mungu lazima iambatane na maisha ya kujihepusha na kuhepuka. Mbwa wanaofundisha mambo ya Mungu katika mtazamo wa kuhimiza dunia na si kumuhimiza Yesu pekee kama ndio chanzo cha wokovu. Wanaohimiza tamaduni za kidunia, mifumo ya kidunia, mifumo ya kitamaduni kuiungamanisha na wokovu. Isaya 56 mstari wa 10 na wa 11, honyo hili liliwahi kutolewa. Ukisoma 11 anasema, na mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe, na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Yahudi hawa ambao walikuwa ni Wakristo waliwafundisha kwamba Yesu pekee hatoshi. Ziko tamaduni na mifumo mingine ambayo ilikuwa kwa wakati huo Mungu ameizuia, na tayari kikao kilikaa kanisani kule Yerusalemu, wakaamuru waepusheni na mafundisho haya ya matohara, mafundisho ya vitu ambavyo si vitakuwa ni mzigo, hivi vitu havina thamani, fundishe Yesu. Wao wakachukua mafundisho wakaanza kuwafundisha. Hatua ya kwanza ya kumsogelea Mungu ni kujua ya kwamba kuna watu watapenya katika maisha yetu ya Ukristo, waweze kutufundisha mambo ya kidunia na kusema ili uokolewe lazima na hili nalo liwepo. Na tunajifunza hawa watu wakatae hiyo kitu, jiepushe kabisa kabisa. Katika kitabu kinaitwa Faith and Works ukurasa wa 31 anasema, hakuna kitu kinachoweza kuiumiza roho zaidi kuliko kujiamini kulingana na sheria au legalism, kujaribu kujenga haki yako mwenyewe kwa matendo. Wahubiri hawa walihubiri ya kwamba kuna matendo lazima uyafanye ili ukubalike na Mungu. Kuna mifumo fulani unatakiwa uifuate, kuna ibada fulani unatakiwa uzifanye ili Mungu akukubali. Kimsingi tumeokolewa kwa neema. Neema hiyo inatukataza kuufanya huo ubaya. Sasa kuna watu wawili. Kuna mtu ambaye anaacha kuufanya ubaya kwa kutoka kwake yeye kama ni sehemu ya wokovu, yani matendo yako mema ni sehemu ya wokovu wako, na kuna mtu ambaye matendo yake mema ni matokeo ya kuokolewa. Kushika amri za Mungu na taratibu za Mungu zinapaswa kuwa ni matokeo ya kuwa umeokolewa na kumpokea Yesu, lakini sio njia ya kuokolewa. Kuna dini zinafundisha fanya hivi na hivi na hivi na hivi ili Mungu akukubali, lakini Biblia inasema fanya hivi kwa kuwa Mungu amesha kukubali. Hii ya kwanza hii ndio wanafundisha wale ambao Paulo anawaita mbwa. Hii ya pili ndio ya Yesu. Walimu hawa walifundisha mambo ya nje, mambo ya tohara, mikao ya kidini, mifumo mingi ya kidini ambayo ni ya kinje.
Anasema thamani yako haitokani na kile unachokifanya nje, vyeo, ushirika wa kanisa, unakotokea, bali ni kile Mungu alichokifanya ndani yako. Mungu ana nguvu ya kubadili moyo wako na kuwa maskani yake. Kwa usicheze na hii kitu. Hakikisha kwamba unakuwa na tahadhari na walimu wa uongo wanaotaka ufanye mambo ya nje ili Mungu akukubali. Tunataka mtu ambaye atakufundisha Mungu aingie ndani yako ili matokeo yake yakawe ni kuyashika sheria na maelekezo ya Mungu. Wafilipi 3 mstari wa 4 mpaka wa 9. Lakini mimi ningeweza kuwatumaini mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kuutumainia mwili, mimi ni zaidi. Nilitahiriwa siku ya 4, ni mtu wa taifa la Israeli, kabila la Benjamini, Mwebrania wa Waebrania, wa kuwa habari ya kuishika Torati. Mimi ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, na kwa habari ya haki ipatanayo na sheria sikuwa na hatia, lakini mambo yale yaliyokuwa na faida kwangu na aliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Hatua ya pili, lazima ukubali vile vitu ambavyo kwako vilikuwa na thamani, vyote uvione, uvihesabu kuwa umevipoteza, ni hasara, isipokuwa haki itokanayo na Kristo kwako ndio kiwe kitu chenye faida ya hadhi ya juu kuliko kitu kingine chochote. Na huu ndio unaitwa Ukristo. Anasema kuweka utukufu wako katika mavumbi na kumwacha Kristo ndani yako ndiye pekee awe kitu cha thamani kwenye maisha yako. Hii tunaita haki kwa imani na si haki kwa matendo ya sheria. Paulo alikuwa na kila kitu cha kujivunia. Katika elimu walimpeleka kusoma shule ya Gamalieli, the best school. Kwa sasa tungesema ameenda kusoma Harvard huko Marekani. Alikuwa ni mjuzi wa bidii ya mambo ya Mungu, si bidii ya hawa tu walimu potofu. Anafikia tu hadi anaua watu kwa ajili ya Mungu. Kwa kabila anasema mimi ni Mbenjamini, kuonesha naposema ni Mbenjamini manake mimi katika Uyahudi mimi ndo mwenyewe katika Uyahudi. Katika kusomea mambo ya kidini na Torati mimi ndo master, bingwa. Lakini imefika hatua mambo hayo yote nimehesabu kuwa si kitu kwa ajili ya Kristo. Hawa watu ni wale ambao wameingia makanisani sasa hivi, ambao wanawaheshimu watu kwa sababu amesoma, ana PhD, amesoma, ana masters, kwa sababu ana fedha, kwa sababu labda ni mtu mwanasiasa na cheo. Yaani unajiona we ni bora kwa sababu ya cheo. Unajiona bora kwa sababu ya uchumi ulionao. Unajiona bora kwa sababu ya muonekano, kabila, elimu. Vitu hivyo vyote Paulo anasema, na ndio somo tunajifunza katika wiki hii. Hatua ya pili, vitu hivyo sio vibaya, ni vitu vizuri. Hata Paulo sio kwamba alikuwa ni maskini kihivyo. Alikuwa na uwezo wa kujenga mahema, na mahema kwa zamani ilikuwa ni kama unavyoviona vitu tunaviita apartments au Airbnbs, ambazo watu walijenga, wapita njia walikaa. Kwa alikuwa na uwezo wa kupata fedha nyingi. Lakini anasema ikifika kwenye mzani, ukimweka Yesu, ukaweka vyeo, ukaweka hadhi, ukaweka umaarufu, ukaweka fedha, ukaweka chochote kile, elimu, ujuzi wa maandiko, Yesu yuko juu, hivi kwangu vyote ni takataka na havifai. Hiki ndicho ambacho alikifundisha Paulo, ambacho tunajifunza katika hatua hii ya pili ya kumsogelea Mungu, ya kumjua Mungu kwa kina, ya kuwa na ukaribu na Mungu. Lazima uhesabu Kristo kuwa kwako ni kitu bora chenye faida kuliko faida zako zote za dhamani. Desire of Ages, ukurasa wa 439, anasema wakati Kristo anapokuja na kukaa ndani ya moyo, mwanadamu haoni tena fahari katika elimu yake, mali au vyeo vyake. Anajiona kuwa ni maskini na utajiri wake pekee ni Kristo peke yake.
Ni mambo ya kimwili kujiona bora kwa sababu una PhD ya mambo ya kidini. Ni mambo ya kimwili kujiona una heshima kwa sababu una cheo. Heshima ya mwanadamu mcha Mungu ni Kristo ndani yake. Heshima ya msomi mcha Mungu sio vyeti, ni Kristo ndani yake. Heshima ya tajiri mcha Mungu sio fedha alizonazo kwenye akaunti, sio mshahara anayoipata mwisho wa mwezi, sio faida anazozipata kwenye biashara zake. Heshima ya tajiri mcha Mungu ni Kristo ndani yake, tumaini lenye utukufu. Na vyote alivyo navyo ni hasara ukivilinganisha na uzuri wa Kristo kukaa ndani yake. Hii ndio hatua ya juu kabisa ya unyenyekevu kwa vyovyote ambavyo Mungu atakupa. Watu wengi wanapata msongo wa mawazo na stress kwa sababu thamani yao ipo kwenye kazi na pesa na umaarufu na vyeo na elimu na connection. Ndio amejenga na kuficha thamani ya maisha yake. Biblia inatoa suluhisho la misongo inayoletwa na kuprioritize, kuweka vipaumbele vitu ambavyo si vipaumbele, kwamba ukipoteza kila kitu kwenye maisha na ukawa na Kristo, bado una faida kubwa kuliko vitu vilivyopoteza. Maana kwanza Wafilipi hii tulijifunza, na kile kitabu cha Wakolosai tunaendelea kujifunza, vitu vyote vimeunganishwa na Yesu. Kwa ukimpata Yesu umepata vyote, lakini ukipata vyote bila Yesu umepata hasara. Ndicho ambacho anasisitiza mtu wa Mungu. Lakini kitu kingine cha kusema, huwezi kwenda mbinguni na vazi lako la matendo mema ambalo limechanika. Unahitaji haki ya Kristo peke yake. Mungu ana nguvu ya kukuvika vazi jipya leo. Kwa jambo la pili, lazima utambue cheo, kujuana, uzuri, chochote kwako ambacho kina thamani, tupa chini, alafu mwache Yesu ndio wa thamani kwenye maisha yako. Vizidiwe thamani kwenye akili zako na Yesu, ili utakapofanya utukufu, enzi, mamlaka na ukuu vimrudie Yesu wako na Mungu wako, na si wewe na nguvu zako ya kuvipata hivyo. Hii itakuweka huru sana, utakuwa mwepesi sana kiroho. Hatua ya tatu ni nguvu ya kufufuka na kushiriki mateso. Baada ya kujiepusha na walimu wa uongo, mbwa ambao Yesu amewaita, baada ya kurudisha thamani ya Yesu kwenye maisha yako kuwa ndio kitu chenye thamani kuliko kitu chochote, na stress zote za maisha yako zitakimbia na kutoweka, kwa sababu uliye naye ndio bingwa, kiboko, master wa kushughulika na stress na mambo ya ajabu ajabu. Jambo la tatu ni nguvu ya kufufuka. Lazima utambue nguvu ya Yesu yenye uwezo wa kufufua. Akikaa ndani yako, hakai tu mle kama kurelax tu bila kazi ndani yako. Anafanya kazi ya kufufua vitu kwenye maisha yako. Lakini lazima ujue, kabla Yesu hajafufuka alipitia kama mateso fulani, akafa, ndipo anafufuka. Hauwezi kufufuka ukiwa hai. Lazima ukubali kufa ili ufufuke. Lazima ukubali kwamba mambo ambayo uko unayapa kipaumbele yamekufa, ili Mungu ayafufue upya, ayabadilishie mfumo, yawe unganike na mfumo wa ufalme wa Mungu. Niseme nini? Paulo anasema ili nimjue yeye na nguvu ya kufufuka kwake. Wengi tunataka nguvu za Mungu, naomba unipe nguvu, lakini hatutaki kushiriki mateso yake. Hauwezi kuwa na nuru ya kufufuka kwa Yesu bila kupitia giza la Ijumaa Kuu. Hauwezi kuwa na Pasaka ya kufufuka kwa Yesu bila kupitia giza la usiku wa Ijumaa Kuu, ambapo Yesu alifariki ile mida giza likatokea. Nataka kusema nini? Kuna vitu kwenye maisha yako, kuna maisha Mungu atakupitisha ambayo utaona kuna maumivu fulani, lakini njia ambayo anaipitisha ili kama giza la usiku, ili vile vitu vitoke, ili vitu vitoke,
ili anapofufuka ndani yako afufue na mambo mengine yakiwa na usafi na uzuri wa kukusaidia. Kuna vitu vinaishi kwenye maisha yako, ni kweli ni vizuri, lakini ndani yake vimeficha huzuni, ndani yake vinakusababishia ukosefu wa amani, ndani yake vinakusababishia hatia, vinakusababishia uchungu, vifo na kila aina ya vitu visivyofaa. Mungu anataka akupitishe kwenye njia ambazo unaweza kuona kama ni mateso hivi kama uchungu hivi, kumbe kwa njia hizo anafisha mambo fulani kwenye maisha yako. Tabia zinakufa, mazoea yanakufa, mifumo inaharibiwa, ili afufue vitu vyake vyenye kukulepa furaha kwenye maisha. Hata kama ni fedha, anasema 10:22 Mithali, nayo anasema hivi ya kwamba, anasema hivi, baraka ya Bwana hutajirisha, wala haiambatani na huzuni pamoja naye. Kuna vitu Mungu anataka akubariki, lakini ili akubariki kuna vitu vinatakiwa vife kwenye maisha yako ili viwe vya Mungu, vifufuke. Sasa hatua inayofuata, kubali kupitia hali nyingine ambazo zinaweza zikapelekea baadhi ya vitu vyako vikaonekana kama vinakufa, ili Mungu afufue vya kwake. Vilivyo bora viibuke, visivyofaa viondoke. Tabia zenye kuletea mahuzuni, tabia zenye kuletea uchungu, mahusiano yenye kukuumiza, mielekeo ya dhambi yote ife, ili Yesu afufue vitu bora kwenye maisha yako. Katika kitabu kinaitwa Thoughts from the Mount of Blessings, ukurasa wa 142, anasema nguvu ile ile iliyomfufua Kristo kutoka katika wafu ndio inayoweza kuifufua roho iliyokufa katika dhambi na kuifanya itembee katika upya wa uzima. Lazima hatua hii ya tatu, niomba nielewe sana katika udadavuzi wa somo la wiki hii. Ili Kristo abaki kuwa ndio yeye pekee, lazima utambue nguvu ya kufufua. Kuna mtu anasema, nimekufa katika dhambi ya uzinzi, inaua maisha yangu, na nimejaribu lakini nimeshindwa. Dhambi ya utapeli, dhambi ya uongo, wizi, uvunjaji wa amri za Mungu na kila namna ya uchafu, tabia zisizofaa zimeua maisha yangu. Hatua hii nataka ujue ya kwamba nguvu iliyomfufua Yesu ndio nguvu yenye uwezo wa kufufua vitu vyote vilivyokufa kwenye maisha yako. Dhambi zilizokufa zinafishwa mbali na Yesu anafufua tabia njema. Kuna uzuri, wewe si mtu wa hivyo, ukupangwa na Mungu wa hivyo. Kuna vitu ndani yako vimefishwa kutokana na dhambi katika maisha yako. Nguvu ya kufufuka ni sehemu ya baraka ya hatua ya kumsogelea Mungu, akafufue vilivyokufa kwenye maisha yako tangu sasa kwa jina la Yesu. Hasa nguvu hii ya Yesu inayofufua si kitu cha nadharia tu. Kama Mungu alikuwa na nguvu ya kufufua mwili wa Kristo, ana nguvu ya kufufua hata biashara iliyokufa, ndoa iliyokufa, ndoto zilizokufa, mahusiano yaliyokufa. Chochote kilichokufa katika maisha yako kiko ndani ya scope, mapana ya Mungu ya kukifufua na kukiokoa tena. Niseme nini tena? Biblia ni suluhisho, kwa sababu inatufundisha ya kwamba mateso sio mwisho wa safari. Mateso ya Yesu hayakuwa ndio mwisho wa safari ya Yesu. Mateso ya Yesu yalikuwa ni njia ya kuelekea kwenye kufufuka siku ile ya Jumapili. Unaweza ukapitia vimateso fulani hivi. Shetani na mashabiki na majirani, ndugu, marafiki, coworkers, wafanyakazi wenzako mliosoma nao, classmates, wakasema amemalizika, yule jamaa hamna issue, anateseka, Mungu anampiga, amekataliwa. Nataka nikupe habari njema ya kwamba anasema mateso sio mwisho wa safari, bali ni darasa la kutufanya tufanane na Kristo. Ni njia ya Mungu ya kupukutisha visivyofaa katikati yetu. Kwa hiyo katikati ya mateso yako, katikati ya stress zako, katikati ya huzuni zako, usisahau ya kwamba hiyo ni njia tu. Unaweza ukamwita Mungu, Mungu akakuokoa katika taabu zako zote.
Hatua ya mwisho, hatua ya 4 ya kujenga ukaribu na Mungu, au moja ya pointi ambayo tunajifunza wiki hii, ni kukaza mwendo kwenye lengo. Kukaza mwendo kwenye lengo. Hii ni kitu cha muhimu sana. Wako watu leo wakijikwaa kidogo, maisha yao, malengo yao yanafia hapo hapo. Amejaribu, amekutana na ukuta kadogo, ameishi hapo hapo. Kaza mwendo. Kama umeanguka, Biblia inasema mwenye haki huanguka akasimama tena, akasimama tena. Kuna kusimama katika kila anguko, kuna kuinuka katika kila kuteleza. Songa mbele. Sikiliza sasa, tunasoma kitabu cha Wafilipi 3:12 mpaka 16. Anasema hivi: si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yajayo. Na kaza mwendo niifikie medali ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo, na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia na hilo. Lakini papo tulipofika, na tuenende katika hilo hilo. Lipi? Kaza mwendo, songa mbele, usikate tamaa, usirudi nyuma. Katika moja ya masomo makubwa ambayo wiki hii tunajifunza ni kwamba Paulo anasema, sijafika bado, lakini nakaza mwendo, nikiacha yaliyo nyuma, nikiacha mambo ya kujitegemea mimi, nikiacha vitu ambavyo vilikuwa kwangu vina thamani kuliko Kristo. Siri ya mafanikio ni kutosimama kwenye makosa ya jana, wala mafanikio ya jana, kwamba jana ulifanikiwa, umejitoshelezeka, jana ulikosea, umetoshelezeka. Ngoja nikwambie, wewe kufanikiwa, maisha yako ni kama mtu anaendesha gari. Ukisema uiangalie jana, maisha yako unaangalia jana, gari inaenda, utapata ajali, utakufa. Lazima uangalie jana, unatubu, unageuka, unasonga mbele. Hata kama umewahi kufanya dhambi kubwa kiasi gani, hata kama umemkosea Mungu kwa viwango gani, lazima ifike hatua uamue kuyaacha na kugeuka na kusonga mbele. Maisha ya Kikristo ni maisha ya safari. Safari hii inahitaji kupiga hatua. Wako wanaopiga hatua kwa kutambaa, hiyo ni hatua, Bwana asifiwe. Wako wanaopiga hatua kwa kutembea, wako wanaopiga hatua kwa kukimbia, wako wanaopiga hatua kwa kupanda, kwa kuendesha baiskeli. Kila mmoja na spidi yake, lakini jambo ambalo Mungu analithamini kwenye maisha yako ni kupiga hatua. Usiruhusu dhambi ya leo ikwamishe hatua yako usiruhusu dhambi ya leo ikwamishe hatua yako ya kesho. Piga hatua, piga hatua. Mungu yuko upande wako. Simama, kumuta mavumbi, simama, jirekebishe, songa mbele, usikubali kurudi nyuma. Katika kitabu kinaitwa Steps to Christ, ukurasa wa 71. Wale ambao kila mara wanatazama makosa yao ya nyuma hawawezi kupiga hatua kuelekea mbinguni. Wale ambao kila wakati, kila muda wanaangalia tu makosa yao ya nyuma walioyafanya, hawawezi kupiga hatua ya kuelekea mbinguni. Ni lazima tuyaweke makosa yetu miguuni pa Yesu na kusonga mbele kwa imani. Sio kila saa unakumbuka tu, niliwahi kuzini siku fulani, mimi bwana ninakunywaga pombe. Tubu, acha, piga hatua. Mimi nitapeli, mimi nilidanganya sehemu fulani, nilimkosea Mungu jana. Yani yale mambo ambayo unayawazawaza hivi, Shetani anayaleta makusudi ili akufunge upepo wa safari yako. Tubu, weka miguuni pa Yesu, halafu songa mbele. Hauwezi kwenda mbinguni kwa kusimama
Tunakwenda mbinguni kwa kupiga hatua. Kila siku tunapiga hatua moja baada ya nyingine, tukiyachuchumilia yajayo na kuyasahau yaliyopita. Si kwamba tumekwisha kufika. Mafanikio ya leo hayawezi kugeuka kuwa kikwazo kisafari yangu ya kwenda kwa Baba. Nitayahesabu kwamba ni moja tu ya kichocheo, maana nataka zaidi na zaidi na zaidi kwa jina la Yesu. Tunapomaliza niseme mambo machache. Shetani anataka ukumbuke giza lako la nyuma ili usione nuru yako ya mbele. Biblia ni suluhisho, kwa maana Mungu ameshafuta yaliyopita. Kazana na yaliyo mbele. Kama umetubu, anayekukumbusha dhambi yako ni Shetani. Achana naye, songa mbele. Kwenye mbio za maisha, ukigeuka nyuma unaanguka. Kwenye mbio za maisha, ukigeuka nyuma tu unaanguka. Mungu ana nguvu ya kukupa spidi mpya ya kuikamata medali yako, kuikamata tuzo yako, maana utakuwa na tuzo tukiingia mbinguni. Ndugu yangu, acha kutegemea juhudi zako, acha kutegemea vyeo vyako, elimu yako, nafasi yako, ujuaji wako, uzuri wako. Mtegemee Yesu peke yake. Hebu geuza kuanzia sasa kitu cha thamani kwenye maisha yako peke yake kiwe ni Yesu Kristo. Vingine tutakuwa navyo vingi, utakuwa na magari, utakuwa na majumba, Mungu atakubariki na baraka mbalimbali kwa kadiri ya mahitaji yako, lakini baraka za Mungu zisije zikageuka kuwa Mungu. Mwache Mungu mtoa baraka aendelee kuwa Yesu wa maisha yako, Bwana wa maisha yako, kiongozi wa maisha yako, injini ya maisha yako, nawe utapata raha nafsini mwako. Je, unataka kuacha kutegemea nguvu zako na kutegemea nguvu za Mungu? Kama nawe ni miongoni mwa watu ambao wanasema kuanzia sasa nategemea nguvu za Mungu, naungana na Mungu kufanya mambo yote, nitakuwa na baraka nyingi sana, Mungu atanibariki mambo mengi sana, lakini sitayahesabu kuwa ni sehemu ya kigezo cha ubora wangu. Kigezo cha ubora wangu pekee ambacho nikiweka kwenye mizani ya maisha yangu kitakuwa ni Yesu tu. Hivi vingine vyote vinatupiliwa mbali kwa jina la Yesu. Kama nawe ni miongoni mwa watu wanaosema na mimi ninataka Yesu awe ni wa faida kwangu, alafu vingine vyote vihesabike kuwa hasara kama havina Yesu, andika kwenye comment chini hapo, Yesu ni faida yangu. Alafu unaweza ukashare hii video kwa marafiki na watu ambao unajua haya mambo haya, wakiasikia yatawasaidia wakati hatua moja karibu na Yesu. Na unaweza ukasubscribe Patakatifu Media kama ukuwahi kusubscribe, na kumbuka Biblia ndiyo suluhisho la kila kitu na Mungu ndiye mwenye nguvu. Tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa maneno haya wa Filipi 3. Asante kwa kuwa yeyote ambaye hataki kujifungamanisha na mbwa wanaopotosha injili kwa kuweka mambo ya dunia kwenye mambo ya Mungu, Bwana umesema utamsaidia. Msaidie kwa kumwepusha mtoto wako na mambo haya. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu umetufundisha leo kila kitu ambacho kwetu kulikuwa na thamani, Bwana hakina thamani kwa kulinganisha na uzuri wa Yesu. Wako watu wameacha ibada kwa sababu vitu wanavyofanya kwao ni bora kuliko kumwabudu na kumwamini Yesu. Tangu sasa Bwana, geuza vipaumbele vyao, warudi kumwabudu Yesu. Wako watu Mungu wa mbinguni bado wanateswa na vitu vya ajabu. Msaidie mtoto wako huyu kwa thamani ya Yesu ikazime kila mateso kwenye maisha yake, ikazime kila stress katika maisha yake, kila huzuni katika maisha yake, kila madeni katika maisha yake, kila magonjwa katika maisha yake. Lakini Mungu nakushukuru, kama Paulo alivyokubali kuteseka na kufufuka pamoja na Kristo, kuna mambo kwenye maisha ya mtoto wako yamekufa. Ziko biashara zimekufa, yako mahusiano yamekufa, iko familia zinaelekea kufa. Wako watoto wanateswa na kufa kwa madawa ya kulevya na kufa kwa masuala ya uchafu wa kimahusiano, wanakufa kwa ukosefu wa ajira, wanakwenda kupotea usipoingilia kati. Nguvu iliyokufufua Yesu kutoka katika mauti, Baba, ikafufue maisha ya mtoto wako huyu, ikafufue biashara ya mtoto wako huyu, ikafufue vyeti vya mtoto wako huyu, ikafufue ajira kwa mtoto wako huyu Bwana, ikafufue amani iliyopotea kutoka na stress inayomsumbua. Mwokoe na kumsaidia katika jina la Yesu.
nami ninamuombea. Endelea kumfundisha zaidi, na tunapoendelea na somo linalokuja la wiki ile nyingine linalokuja, Baba, mtoto wako huyu auzulie katika kipindi cha masomo haya, endelee kubarikiwa zaidi katika jina la Yesu, amen.